Waswahili wanasema hayawi hayawi sasa yamekuwa. Lile jambo ambalo ulikuwa ukilisubiria kwa muda mrefu kweli kweli, shauku ya kulipata, shauku ya kuliona, basi lile jambo linapotimia kuna namna shangwe inakuwa kubwa sana, furaha inakuwa kubwa sana isiyoelezeka. Na ndicho kinachoendelea kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii. Kila kona ni picha za mtoto wa Paula ndio zimesambaa. Princess Amara jamani ameonekana kwa mara ya kwanza tangu azaliwe mwaka jana tarehe kama ya leo na mwezi kama huu. Bana Princess Amara, kama unakumbuka, tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2024 ndio aliweza kuzaliwa ama aliweza kuletwa kwenye ulimwengu huu. Na Paula, mtoto ama binti ambaye watu wengi sana hawakudhania kama angeweza kushika ujauzito mapema na angeweza kuzaa mapema, na maisha yake ya uzazi watu wengi sana walikuwa wanampiga vita na kujiuliza kwamba hivi atatoboa ama nini. Bana, leo ni shangwe sana, ni birthday ya Amara. Of course ni birthday ya mtoto wa Paula, na tuliona namna ambavyo kadi zimesambaa sehemu mbalimbali kwa mastaa mbalimbali. Yani hili ni trailer tu, tumeanza kuamshwa na picha za Amara jamani. Tumeanza kuamshwa na picha za Amara, lakini kadri muda unavyozidi kwenda ndivyo tutaweza kushuhudia vitu vingi sana, kwa sababu kuna bonge la party la mtoto huyu ambayo atafanyiwa siku ya leo na mastaa mbalimbali ikiwemo Harmonize amealikwa. Kwa hiyo hatuwezi kuimagine ama kuvuta picha namna ambavyo hiyo issue itakavyokuwa, lakini so far Paula ameweza kumweka wazi mtoto wake, ama tuweze kusema tu familia nzima. Paula, Mario, bibi mtu ambaye ni Kajala, wameona sasa ni vema huyu mtoto wamweke hadharani. Kwa kweli ilikuwa ni kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wanatamani kukishuhudia. Unafahamu watu wengi sana wao wana shauku ya kuona watoto wa mastyle tu waweze kuwakosoa, ili tu waweze kuona wamefanana na nani. Na kwa urembo wa Paula bana, kwa urembo Paula wengi sana walikuwa na shauku ya kutaka kumuona mtoto amefanana nani, kwa sababu wengi sana walikuwa wanahisi kwa vile wanavyomuona, mara tu umemuona nywele, mara tu umemuona rangi yake nyeusi, watu wakawa wanasema huyu mtoto amefanana na Mario. Watu wakawa wanamuona tu miguu, nguo, nini. Kwa hiyo ile uhalisia halisi ama picha ya mtoto halisi ilikuwa ni ngumu sana kujua kwamba mtoto kafananaje. Hatimaye leo siku ya birthday yake ameweza kuwekwa wazi mapicha kama yote, photoshoot ameweza kupostiwa Paula, Mario na mtoto wao kwa mavazi ya Kinigeria. Mambo ni mengi, alafu muda ni mchache, na video clip mbalimbali ambazo awali tulikuwa tunaziona lakini tulikuwa hatuioni sura ya mtoto. Leo hii kila kitu kimewekwa wazi. Leo mtoto ni mrembo, lipsi jamani anafanana na Paula. Yani kuna baadhi unamuona Mario, kuna upande unamuona nani, unamuona Paula. Lipsi amechukua kwa mama, akicheka mtoto kafana mama, mwili amechukua kwa mama. Yani kuna baadhi ya vitu fulani vya amechukua kwa urembo na amevichukua kwa mama. Kwa hiyo katoto ni karembo. Yes, katoto ni karembo. Ni karembo haswa jamani. Ukiangalia kalipsi kake, jaribu kumtazama macho na kadhalika, utaona kabisa kwamba kuna sehemu Paula kajizaa, kuna sehemu nyingine pia unamuona Mario. Huyu hapa ni Amara, Princess Amara ndiye ambaye anaonekana kwenye hizi picha hapa ambazo zinaonekana akiwa na mama yake pamoja na baba yake. Lakini Paula bana ameshindwa kuficha hisia zake na kujikuta akiandika ujumbe ambao umegusa watu wengi sana. Tena ameandika kwa Kiswahili. Unafahamu lugha mama, lugha ya taifa. Kwa hiyo ukitaka mtu akuelewe zaidi basi hebu andika iko kitu. Paula licha ya Kiingereza chake tunachokijua, lakini ameamua kushusha waraka huu hapa kwa mtoto wake. Ameandika, leo natabasamu kwa sababu mwaka mmoja uliopita moyo wangu ulizaliwa tena. Wewe ni mtoto wangu wa kwanza, zawadi ya maisha yangu na sababu ya kila maombi yangu. Kila siku nawe ni somo, ni furaha, ni baraka. Happy birthday my love. Umenigeuza kuwa mama mwenye nguvu, uvumilivu na upendo wa kweli. Nitakupenda, kukulinda na kukuombea hadi pumzi yangu ya mwisho. You made me a mother and that changed everything. Kwa hiyo ipo hivyo, ameandika hivyo Paula, na kwa amefurahi kweli kweli kwa mtoto wake kutimiza mwaka mmoja. Lakini pia ukiachana na hilo, unafahamu mtoto tumeonyeshiwa sura akiwa ni brand ambassador. Yes, ni brand ambassador wa diapers za watoto na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni hakika tu lazima tu tungemuona. Comment nyingi sana. Lakini ukiachana na hilo, ukienda kwa upande wa Mario, naye pia ameweza kushare picha na akaandika kwamba happy first birthday to my greatest adventure. Life with you is better than I ever imagined. Princess Amara. Thank you my love Paula, wewe ni mwanamke na nusu. Ukienda kwa upande wa
Kajala bibi mtu, naye pia ameweza kuposti. Yes, ameweza kuposti na yeye pia amemposti mjukuu pale akiwa kwenye picha na video mbalimbali, akaandika mwaka mmoja wa furaha ya kweli moyoni mwangu. Leo tunasherehekea zawadi kubwa kutoka kwa Mungu. Mjukuu wangu wa kwanza, ulipozaliwa ulinifanya bibi mwenye moyo mpya uliojaa upendo wa kipekee. Kila tabasamu lako ni dawa, kila hatua yako ni ushindi, na kupenda kuliko maneno, na nitahakikisha unakuwa ukijua kwamba una mzazi lakini pia una bibi anayesimama nawe kwa sala na upendo. Happy first birthday my precious grandbaby. May God light your path, protect your soul and fill your life with joy and purpose. Umeleta maana mpya kwenye jina la familia. Bibi yako atakupenda milele. Hii ni ujumbe wa bibi kwenda kwa mjukuu. Huyu ni Kajala. Mambo ni mengi sana huko mtandaoni, watu wanasema twende kazi sasa, mtoto huyu hapa je kafanana na nani? Ngoja nikupitishe tu kwenye comment hizo. Kufanana na nani nitakuletea habari baadaye, uweze kuona namna ambavyo watu walivyo tupa comment kwa huyu mtoto. Lakini so far kwenye birthday yake wengi sana waliweza kucomment, wanasema birthday mjukuu wetu, I love her, my mjukuu wangu, bibi loves you. Wengi sana wameweza kucomment hapa birthday ya Mara, mashallah, masta wengi sana wamekuja, umeona, wanasema Mungu amlinde, amkuze vyema na ambariki siku zote za maisha yake hivyo. Kwa hiyo wengi sana wameweza kucomment. Na kwenye hii birthday bana, siku ya jana P-Funk Majani ambaye ni babu aliweza kushare post, yani kwamba wao pia uko mzima tayari ushakuwa pipa. Siku ya jana ndo aliweza kutua Bongo au hapa Dar kwa ajili ya birthday ya mjukuu. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba hii ni bonge moja la birthday ambalo kuliko hata ile baby shower, kuliko nini, yani chochote kile ambacho umekishuhudia, party zote zile ambazo umezishuhudia kwa Paula, basi ni funga kazi, yani ni kubwa kuliko. Unaona, huyu mwingine amecomment hapa, watu wengi sana unajua wanasema kaka Toto, kuna muda namuona Kajala, kuna muda namuona Paula, humo namuona Mario, she's so cute. Of course kwa upande wa mtoto amefanana na Kajala, yani bibi mtu, nafahamu na wewe pia Kajala amefanana na Paula, kwa lazima vitu hivyo pia viweze kukuchanganya. Lakini wanasema ukimwangalia kwa ukaribu anafanana na Mario, alafu kwa umbali kama bibi yake. Hongera mtoto, Mungu akulinde. Lakini mwingine hapa amecomment akasema katoto karembo, kakue vema. Wanasema she so adorable, her birthday Amara. Kwa hiyo iko hivyo, anasema kwamba happy first birthday. Comment ni nyingi mno, na kadri muda unavyozidi kwenda tunaweza tukashuhudia vitu vingi sana. Na pia unaweza kushusha comment yako hapo mara baada ya kumuona Amara ambaye ulikuwa ukitamani kumuona kwa siku nyingi kweli kuona kafananaje, mara baada ya kufichwa kwa muda mpaka watu wengine wakawa wanachoka. Wanasema hivi, Amara, kwa nini wewe hautuonyeshi sisi ushirikiano? Ndugu zako wa mtandaoni, kwa nini hautuonyeshi? Wewe ukifichwa hivi basi na wewe unakaa hivyo. Kwa nini basi usijitikise tu kidogo tukaona umefanana nani? Paula ameweza jamani, kwa sababu mtoto ana afya. Yes, ana afya vizuri kabisa, tofauti na ambavyo wengi walikuwa wanafikiria kwamba Paula anaweza akashindwa. Drop comment yako hapo, lakini kwa branding zaidi usiache kutufuatilia. Hii ni Mara.